Akachukua akanipeleka hapo mbele, akatoa funguo, akafungua pingu. Si nilikuwa nimefungwa na mbele, akaileta na nyuma sasa. Nikafungwa na nyuma. Mjamaa akatoa gun, pistol. Akatoa akaconfirm. Wakati ana confirm akaniambia, "Hey, kijana mdogo, unaona venye mnakufanga kwa kujitaka. Hebu angalia wewe umekufa." Sasa unajua the more ananiambia hivyo, wakati ana change hii ana confirm kama iko na risasi anavuta kuikok, ndo ananiambia, "Omba maombi yako ya mwisho kwa sababu unaona venye unakufa. Mnakufanga vibaya. Mnakufanga sasa wewe, sioni mimi maisha yako ingine ikikusaidia." Huyu jamaa nakumbuka alienda kuinua hivi. Tulisukuma, life ikasonga, tukamaliza hiyo 208, tukaingia 209. Kuna kitu watu wanawachilia nao inaitwa bond. Mimi nikakuja nikajipata nimewachiliwa na kitu inaitwa bond ambaye ilinikatia siku zangu kwa sababu niliingia 207 mwezi wa 11, nikatoka 209 mwezi wa ngapi? Mwezi wa pili. So unaona ile bond iliniokolea juu ningetakikana nitoke 209 mwezi wa 9, mwezi wa 11, nikatoka mwezi wa pili. So nilipotoka nikawachiliwa jela. Na kuachiliwa jela nilishikwa nilikuwa mfupi kidogo. So usikie ni 207 na nimetoka 209. So ninaendelea kugrow. Nilishikwa nilikuwa na 17 years, nimetoka nilikuwa na 19. Si obvious nalifuka. Zile nguo nilienda nazo huko, obvious ndio ndatoka nazo. Nilienda na trouser. Nakumbukanga hiyo trouser niliendanga nao, kalikuanga ni hizi sweaty. Nikienda nayo ilikuwa imefika huko kwa miguu. By the time nilitoka ilikuwa imepanda kabisa. Iko wapi? Iko hapa juu. Nilikuwa na kashati nilikuwa nimeshikango nako kana fulana kalikuwa kameshika chini ya belt. Nikitoka ilikuwa tumbo cut, ilikuwa hapa juu. Sasa uniambia umeanza safari kutoka Kakamega na unaenda Narok, uko na tumbo cut na uko na trouser ile ile tango don't touch my shoes. So mimi nilijipata nimeingia gari ya Narok. Fika Narok nifikanga kitu saa 10. Saa 10 my mom hiyo wakati nimwachanga na business ameshika vizuri ameendelea. So mimi nikitoka huko nitoka tu nikijua, "Woi, naenda tu niambie tu wenyewe mkoro wangu aniwekee tu kazi. Nifanye tu kazi tu kadogo kanifanya nini? Kaniendeleshe juu wenyewe venye nimeona huko." Yaani nikitoka huko nimetoka na aim ya kuchange na nataka nifanye busy vizuri juu nishajua busy. So niangengane anitafutie kazi. Bahati mzuri hata sikukaa sana 3 days, sikumaliza wiki akapata kazi ya butchery. Bata kazi ya butchery nikashukuru kwa sababu umetoka jela my friend, usikupata kazi ya kuuza viatu juu ningekuwa nakula nini. So kupata kazi ya butchery ni ya kuuza metura. Na unajua bezi hizo ya metura hizo ni mingi. Wale watu ndio wanaona wanakuwa saa zingine wanaona hivyo. So mimi kupati ule jamaa my mama akamwambia, "Na ujue huyu fulani ako na wiki tangu atoke je?" Na mimi venye nilimuona pande hii, "Ujichunge hapo jikoni." Akamwambia, "Hapana, usijali, kama alitoka jela mimi ndamrudisha huko jikoni." Sasa huko awekange hizo metura kwa nini na anapigia watu supu hapo, hata kama atakula hizo mahori. Haezi maliza. Mshahara unajua ni pesa ngapi? 100 shillings. Si ati ni pesa mingi. Shilingi 100 per day ama per month? Per day. Kutoka asubuhi saa 2 mpaka saa 3:30. Nilipo shilingi 100 ngapi, lakini juu niko jikoni nilikuwa najua kuongea na watu sana. Unapata kuna mtu ataniwachia hata 20 mwingine. Yaani jioni nikitoka hapo sikosi so 3. Plus unajua ukosi marupurupu kwa kazi kama ile, ukosi kama 80 bob, 50 bob. So nikawa ninafanya pale kazi na gain zile do. Na fanya pale ile kazi napata. So unapata nikipatiwa hii 100 napeleka home. Hizi marupurupu nikanunua kale home bank. So hizi marupurupu nakuja nazirusha wapi? Nazirusha pale ndani. Nilifanya pale kazi karibu miezi 4, miezi 5. Fanya hiyo kazi, nikasikia nimechoka. Juu ndio nikashika kale ka home bank kangu nikasikia kamejaa, najifanyia kazi yangu na damu saa hii imeanza kuvuta hasa upepo. Nimetulia hasa nyumbani vizuri. So mimi nikaanza biashara, nikaenda na pesa kidogo nikanunua nyanya, nikawa nauza nyanya nafunga ile unatembeza kwa magari. Hiyo ikanishinda, nikaanza kuuza makaa. Makaa nikauza na isipokuwa ni ujinga. Sasa ningekuwa niko mbali sana kwa sababu nilianzanga na kubeba makaa, nikaanza kununua na nusu, ikafika mahali nikakuwa broker wa hiyo stage mzima. Yaani kila muuzaji wa makaa lazima anunue kwangu makaa. But nakumbukanga ile kitu iliniharibia hiyo biashara. Nilikuwa najipatanga kwa siku naweza pata profit ya 3k ama 2k ama 1500. But kwa siku moja nilifanya kazi siku moja nikapata 130,000. So kupatanga hizo pesa ni mingi, sijaishika pesa kama hizo. Hizo ndio ziliniharibianga ile biashara kwa sababu nilijipata nimeenda kwa klabu, nikakaa kwa klabu 3 days bila kutoka. Niko tu huko ndani nikukunywa na kununuliana na zile pesa za makaa kubro kwa sababu wenye walikujanga
walikuwa wanataka makaa mingi, mimi sikuwa na hiyo makaa yote. So nachukua kwa wao wengine na bei kidogo kiasi, kitu wananikatia kama 50. So nikaweza chukua gunia kama 200 na nikule 50-50. Sinaona hizo pesa ni mingi sana. So hizo ndio nenda kuharibu. Kumaliza do, siwezi rudi kwa uwanja, niko na deni kwanza ya watu. So biashara ikaribika aje, nikarudi home. Kurudi home ndio hii saa election ikakujanga hii ya Uhuru na hii ya 2013. Niko home, wakati huo nilikuwa nyumbani kabisa Ushago. Nimekaa nyumbani Ushago. Niko Ushago, nikaanza kupata maboy fulani wa kutoka upande wa Kericho, but wanapitia upande wa mahali kunaitwa Pusmoru, wanaingia na hiyo ya Mao, wananunua pikipiki za kufanya nini? Za kuibiwa. Sasa crime nikaanza sasa kuifesi hapo. So mimi nikawa na hiyo na kuona hiyo nataka nifanye hii biashara kwa sababu naona ni biashara rahisi na mimi najua kuendesha pikipiki juu nilikuwa nimejifunza hizo matime. So niko pale home huko kwetu Ushago, jamaa mmoja hapo best yangu akaninunga pikipiki. Kuba hiyo pikipiki nikakaa nayo like 1 month hivyo, tukapiga election nini. Ikafika time nikapata customer fulani. Huyu customer ili bwana ni store, na hiyo ndio ilifanyanga nikatoka sasa home. Kwanza na huyu customer ni jamaa hao anauzanga ngozi hizi za ng'ombe, ni Masai. Alikuwa na doa, kanipata mahali panaitwa Logriga huko kwetu Mao. Kaniambia ni aje nataka unipeleke mahali panaitwa Olokurto, utanirudisha pesa ngapi? Sasa ni mbali, ni huko ni Masai ni ndani. Mimi nikamwambia kama utanipatia 1500 si tutaenda. Unaona bado akili yangu iko na ugangster mahali. Yaani mimi nafikiria tu nifanye kitu nipate doju. Life ilikuwa imesaya na yumba na life, bado sijasimama na life vizuri. Kuna na huyu jamaa nikaona hapana, huyu jamaa kuna do. Na hizi do nazo ni do poa. Unanielewa? So ndafanyaje nipite na hizi do? Ndafanyaje nipite na hizi do? Ile pikipiki nilikuwa nimebeba, ni huyu jamaa alikuwa amenipatia yeye yenye huwa anafanya nao kazi. Obviously kwa pikipiki wakusangi pale tu silaha na turungu kwa ile pikipiki. So mimi nilikuwa nabeba rungu na daga fulani kwa nimekaa kwa pikipiki. So kwa na yule mjamaa hatukufikanga Olokurto. Ni usiku. Juu alinichukua kitu masaa 9. So kwenda ilifikanga mahali nikaamua kumgeuzia zile do zake na nikamgeuzia na nikazichukua. Kumgeuzia ndio nilimgonga na rungu hapa akaanguka. Kumgonga nikamgonga na nikafaulu kutoka. Kumbe mjamaa anajua na huko mbele. Akapiga simu akasema huyu jamaa, kuna jamaa anakuja hivyo na pikipiki nisimamishieni, huyu jamaa ameniibia. By the way ilikuwa do mob kwa sababu ilikuwa karibu kaite kitu. Sikufaulu kwenda nazo kwa sababu ni walinifikia. So kunifikia wenye walinishika jioni kupiga, alipiganga simu. Mimi nikienda nikasimamisha na jamaa wengine wawili. Kunisimamisha na jamaa wawili wakanishika, mmoja akanishika. Alinisimamisha yani ni kubeba. Ni aje unabeba? Nikamwambia kujeni mkalile, wameenda ukalia. Mmoja akanishika hapa, mwingine akanishika wapi. Pande nyingine akaniambia hapana, wewe kuna mtu umefanya nini? Umeibia. Umenielewa vizuri? So ule jamaa nikakaa pale mpaka hata nilalanga kwa hawa jamaa juu walinigonga kiasi. So mimi kutoka huko kurudi, kitu ya kwanza sina hata shilingi. Limite ule jamaa wa pikipiki sina. Huku nimechoma. Wao jamaa nimecho. So kwanza kitu ya kwanza huyu jamaa akimaliza kununua huku mangozi, akikuja pande hii area za kwetu, atakuja akinichomeanga. So nitafanya nini ndio hii kitu isifanye nini isifike home. Mimi na ujinga wangu, mimi niliingia hospitali fulani kwa hiyo area kwetu. Kana nikaambia daktari fanya hivi, mimi niko na 150 hapa, niko na pesa kwa simu 150. Mimi nataka unifunge bandage kwa tumbo, bandage kubwa. Na nilifunga ngo bandage kubwa kutoka hapo kwa kitovu mpaka hapa karibu hapa juu kwa mbavu. Alafu akapaka GV. Na ile GV zile wanaweka kwa vidonda akapaka. So pande hii ninakuwa na kidonda ya kitambo hapa. So nikamwambia kwa hii kidonda ya kitambo upige hapo GV, ndio hiyo GV ikitoka kwa bandage pande nyingine unajua itakuwa inaonekana hapo ndio pako na injury, huko nyingine hakuna. So mimi nikitoka huko nimekuja kwanza nikae kwa nyumba nisikizile story mali tafi. Jamaa kwanza sitaki wasikie mimi ni mwizi. Kitu ya pili, kuna pikipiki nishai jaribu kuchukua kwenda kuuza nikafuatangwa. So wakianza kusikia ni hizi shughuli, kwanza hata hapa ndapatana na vita kwa sababu ni pikipiki nilikuwa nataka sasa itakuwa hiyo ndio statement. So mimi nimekuja nilikuwa nimeingia na nikalala. So brother yangu mkubwa akawa ndiye anani treat, lakini ana treat mtu wako sawa. Jamani kakaa, brother yangu kila siku anakuja, anataka kuniosha, namwambia wewe acha nao, daktari alisema isifunguli, ataenda kufungua siku yenyewe ataenda kuosha. Kila siku alikuwa anarauka kwangu na kuja ananihudumia. Chakula nini anaenda, lakini anahudumia mtu
ako tu sawa. Pia yeye akaona na huyu jamaa amaliza karibu wiki ako kwa nyumba, ni vizuri tukimchukua. Yeye akaita, sasa unajua yeye ni brother yangu mkubwa, akaita marafiki wake akamwambia fanyeni hivi, tujioni wenye tutasaidia huyu tumpeleke hospitali, tuone hata si wenyewe tukaona hii kidonda ni aina gani. Mimi hata siogopi. Wajamaa wakaplan na kesho yake wakuja wengi, walikuja karibu mtu 25. Mambo poa, sasa sisi tunataka kuchukua tupeleke wapi? Hospitali. Nikamwambia hapana, msinipeleke hospitali na feel niko sawa. Lazima uende kwa sababu tangu ufungwe au jayo na umesunguka, unajua wewe staloka, umesunguka wewe ni mgonjwa. Sasa watu wako hapo, makazini wako, watu wa area. Sasa ni kuchoma, unachoma nyumbani. Jamaa nini? Nikasema sawa, twendeni. Ni pikipiki gani kwa sawa ya kumbeba, ikatafutwa mzuri, ikaweko na hata mtu asikae hapo asimfinye. Kaenda usiku. Ule tu daktari, wa jamaa huyo tu ndio alinipeleka kwake, nikastuka. Kaenda jamaa akaambia sasa daktari, jamaa kuniona daktari akastuka. Kwanza ile group ameona hapa akastuka. Ni nini mbaya? Nikamwambia daktari usiogope. Wewe kusema ni kuniosha, wafukuze nje. Wafukuze watu watoke hii. Daktari akaingia, tukaingia ndani. Wajamaa daktari akasema sasa wao watu wengine wamuongojee wapi? Wamuongojee pale nje. Brother yangu hakuwa amefika, yeye alikuwa mbaki nyuma. Sasa kuna ule jamaa mwenye nilikuwa na pikipiki yake akasema hata wengine wakibakingi nje, mimi lazima nikae hapa niangalie kidonda. Daktari akasema mimi siwezi fungua ukua hapa. Lazima utoke. Brother yangu akawa amefika na yeye. Ilikuwa ni funny. Brother yangu kufika akasema daktari akamwambia toke. Brother yangu akasema huwezi nifukuza, hata wakati alienda kwenda kutairi nilikuwa wapi? Nilikuwa hata hapa sasa hivi huwezi nifukuza, niko wapi? Mfungue tukua hapa tuone. Haya, brother wangu akapigiwa simu akatoka. Sasa nimebaki na huyu jamaa mwingine. Sasa daktari ananifuata. Mimi nimekaa hivi mimi naona huyu jamaa. Huyu mwenye amekaa hapa nataka kuona. Lakini daktari hamuoni. Sasa daktari hivi tunaangalia daktari. Sasa daktari ananiuliza ananifanya hivi. Namwambia tulia. Fungua. Kwani mimi naogopa. Nje nikangaza nimemwambia fungua mbaya. Daktari akafungua. Huyo jamaa aliangalia hivi akatoka nje akaenda akaambia wengine, "Wewe, hebu kujeni. Huyu jamaa amepona mara moja na kidonda ikashikana na mwili yake, kujeni muone kama hapa kuna kido." Sasa jamaa kukuja akapata kuna kidonda. Jamaa alikuwa anataka kunipiga. Kwa sababu ni ukora. Sasa hivi umeleta ukora, pesa ulianza kukoma. Mimi pia niliona nimechoma, ikabidi nimetoka home ushago nikaingia Narok Town. Narok Town nikajisani kazi gani nitafanya. Huko nimechoma. Sasa maisha iko hivi. Nikaanza biashara ya kushona hizi vitu, hizi shanga. So hapo ndo nilijifunza kushona hizi. Hii ni mimi, hata hii ni mimi nimejishonea. So kujifunza na ile kitu nikafungua pale Narok stage na nikawashika sana. Wakati niliendelea pale 2014 mwezi wa 7. Ukitembea hapa Nairobi, kuna tuhema tunakuanga Nairobi. Kuna jamaa ucheza tu game fulani, wanaekanga ma radio speakers, woofers. Hawa jamaa wakawa ndio wamekuja Narok sasa. Kukuja Narok, mimi wakati sana niko hii kazi ya shanga. Nimeshika mbaya sana mishipi nauza. Wenye wako Narok hiyo time wananijua. Walikuwa wananijua hiyo time sana. Mimi nimeuza so niko around nataka kwenda pale Naivas ninunue sukari. Jioni nikienda kwangu nipitie kwa mama niwache, nikaenda kwa jioni masaa 6 hapo. So sasa nijisumbua na town juu pale base mtu apetangi nafasi ya kutoka. Nikipita hapo nikaona na hapa sikuna game inaendelea hapa. Game poa. Hebu nisimame niangalie. Mimi kusimama pale, wale wa jamaa wenye wako ndani na wenye wako nje inakuanga ni group moja. Sasa na sasa ndio nimeingia sasa kwa sababu nadhani ndio nilijipata nimeingia kwa crime vizuri mpaka nikajipata nimekuja hapa Nairobi. Wale wa jamaa, wale wako ndani na wale wako nje. Wale wako ndani ni wakuzia hawa namba. Hawa wako nje ni wakukudanganyilia wewe ununue ile namba ndio uweze kutoa pesa. Mimi ni mjela. Nimetulia pale nikaenda nikatulia. Fika pale nikaona jamaa moja amekula radio na 130. Akakula 1000 hapo. Mimi nilikuwa na 2K, nikakata dhao yangu moja. Hii nyingine nikaficha, nikasema hii moja wacha nijaribu nao. Nilikuwa nimekaa hapo wa jamaa moja hawa wako ndani. Pesa sijui ni pesa ilipotea hapa nini. Kukao wanaongea na jamaa wako mimi niko nje. Kuna jamaa anajaribu kuja kuniambia wewe boss ni aje si ucheze ile game, lakini mimi namuonesha wewe tuli. Mimi natakanga kitu ni pole. Nitulie kwanza nisome hii kitu alafu niweze kuifa. Mimi nikaruka. Akaniambia nini, wakaanza kuniita msororaji.
Nilikuwa nimetulia hapo, huyu jamaa ako nje na ule wako ndani anaanza kubiku kulalamikia pesa yake. Kuna ile kalugha wanatumianga ile ya wakora. Unajua hata mimi naijua. Maloki amjakishi malozi ni kusema mbona pesa hazijaru? Pesa ziko wapi zenyewe? Ujue kuna nikikuja kuna jamaa nimekwambia amenivutia ndio nimekaribia pale mwenye amekula. So hizo pesa akikulanga huwa zinarudishwa na kuna venye huwa zinarudishwa. Haraka huwezi jua hata uko umesimama, hata uko umekondoa macho huwezi jua. Mbona amjakishi maloki mundinyo malo? Nikajiuliza mzee kwani anaongea lugha gani? Kukakaa huyu wa nje nikasikia naye amesema nimendinyo maloki. Shindo kwani hao jamaa anaongea lugha gani? But ule yako ndani aongei ati na huyu direct anajifanya ni huyu akonda, lakini anaongea na ule naye wa nje akimjibu anajifanya anaongea na ndani. Hapo nikaona hapa kuna kawizi mimi huyo. Nikaenda nikasema acha niende nikuje kesho nitakuwa nimeelewa vizuri. Kesho yake mimi sikufungua wera. Nikafungua wera, nikafungua wera, kuna jamaa nilikuwa nimeandikanga. Nikamwachanga hapo, nikamwambia angalia wera acha nikarudi kwa kale ka game. Nikakaa hapo kando ni masaa 4 saa 5 saa 5. Nilikaa karibu almost 1 hour hapo kando. Hakuna mtu ananiongelesha. Sawa mimi si huko kwa hema niko kando kidogo. Nilikuwa nimekaa hapo kando. Kuna Masai yanakuliwa hapo. Kuna Masai alikuliwa 160 50 60 hapo. 1000. Wale jamaa upiga pesa pale. Wakiingia kwanza account mgeni wanaanza kupigia hata nusu mita pale. Kwa haraka 3 hours washapiga na wametoka. Nilikuwa nimekaa pale ule Masai akakuliwa. Kukuliwa wa Masai utoa. Unaona yakitoa ile kisu kurudisha watu wengi ukubali irudingi bure. Ule Masai kuruka jumini kwa ile side nikaharakisha mahali yako nikaenda nikamkuta, lakini mimi si wa game uelewe hivyo. Bado sijakuwa mtu wa hii game. Kwenda pale nikaenda nikamkuta. Kwa hii game wengi wao ni wa Coast, wengi wao ni wa Tanzania ndio wali. Hiyo time ndio walikuwa wamekuja. Acha sasa hata kuna watu wengi wamejifunza wa Kikuyu. Hiyo time ndio hiyo game zilikuwa zimeanza. Ni wa Tanzania sana walikuwa wako kwa sababu hata hiyo game ilikuwa imetoka na watu wa Tanzania. Ikakuja kuna jamaa kwa hapa Nairobi. Kateli ni jamaa na do sana. Akakuja kufanya kuinunua. Sasa alikuwa anatembea kila kaunti akichezesha hizo magame. Ule jamaa kagongo zile pesa, ule Masai. Sasa ametoa kisu, mimi nataka pesa yangu. Nini ukora? Unajua sasa ameona huyu jamaa venye amegonga amekuliwa mara 3 hapa 50, 40 sijui na 50. Kwa hiyo ni karibu 140 hapo. Nataka pesa yangu nikamkuta nikamwambia ndauwe tungaia nara. Unajua sasa tunaongea Kimasai. But hawa kwa hapa hakuna mtu hata mmoja Masai. Kwa hawa hii game kama nikamsikiza. Hao jamaa venye wanaona namuongelesha. Masai sasa naenda kituli. Wakaniambia sasa mmoja ananiambia mwambie itishe discount. Mwambie itishe discount. Mwambie ndauwe mbozo nye discount. Mwambie akupe discount. Leta basi hiyo discount. Unajua Masai naye akarudisha kisu. Leta hiyo discount. Haraka. Leta akarudisha. Wale jamaa wakanipenda wakaona na huyu jamaa anaweza kuwa ni jamaa mpoa sana wakazi. Masai akapatia discount amekuliwa 140. Kwanda akapatiwa kwa kadi kingine akaitisha 5 bob. Kuitisha 5 bob, si hata si alitolea akatolewa na mmoja wao. Nitamtolea Masai na kutolea hii. Ukule akatolea. Unajua alikula pesa ngapi? 500. Sasa Masai akakuwa na ile hope ataendelea. Unaona watu wanakula na wanakuliwa. So hata wewe ujue hapa kuna kukuliwa na kukuli. So ujue ile ni 140 imeenda hapo umepatiwa 500 shillings nani. Kwa hivyo umeibiwa. Mzee mjamaa akaimbishwa akaenda. Wakati tu alitoka hapo huyo jamaa ako ndani akakuja manager hapo akaniambia ni aje. Unafanya kazi gani? Mimi nikamdanganya nikamwambia mimi sina kazi. Niambia una kazi? Mimi nataka nikupatie lakini kabla ukuje tuongee shika hii 3000 fuata ule rasta uende ukule lunch 3000. Niambie umepatiwa 3000 nenda ukule lunch. Alafu huku mkikuja na huyu jamaa uhakikisha umemfuata mkuja naye wapi? Nataka niongee na wewe leo jioni. Nikamwambia sawa ina jamaa nikaenda obvious hakuna lunch. Hata kama unakulanga sasa labda uende ukule vitu hazi make sense ndio sitamaliza hiyo 3000. Mimi nilienda hata sikumaliza 100. Niona nikakula ugali matumbo ya 80. So nimebaki na 2900. Masaa 8 masaa 7 na nusu tukarudi kwa game. Kurudi kwa game kakacheza kidogo ikafungwa. Wewe jamaa kaniambia safanya hivi usiwache huyo rasta mfuate. Mimi nikamfuata huyo rasta tukaenda mahali panaitwa Majengo. Huko ndo alikuwa anaenda kulala. Kwenda huko ni masaa hesabu akafanya hesabu nikasikia wamesema wapi huyo jamaa wa huku huyo jamaa wa Narok. Na jamaa nikasema ndio huyo. Jamaa kaniambia unaitwa huko ndani. Kwenda huko ndani jamaa kaniambia sasa kama una kazi hapa kuna kwa hii group yetu hatuna Masai. Unajua kuna Umasaini na huku wa Masai hii ni game tunacheza. Sasa akanifungulia roho akaniambia hii ni conman. So kwa pale uko makini kuna zile percentage hata unaweza kuwa ukifanya nini ukizikula. So ni vizuri ukikuja tufanya na wewe hii kazi
ambapo utakuwa unapata mshahara. Nikamwambia ina shida, mimi kama mtakuwa mnalipa vizuri mimi nitakuwa nakuja. Sasa nimeandika kazi ya wizi. Sasa nimepata kazi ya wizi na dunia ina maneno. Nimepata kazi ya wizi. Nimeajiriwa wizi. Unajua mshahara ndapatiwa pesa ngapi? Ndapatiwa 10, nilipatia ngwa 11,000. 11,000 plus 3,000 ni karibu 14k. Hii 14k kwa siku, my brother, na mimi pale kale kazi nafanyanga napatanga 600, 500, saa zingine 900 nilikuwa nimepata sana. Naweza rudi kwa ile kazi kweli? Siwezi rudi. Mimi jioni nikatoka hapo kesho, hiyo ni tumeni masaa 6 hapo nikaenda nikanunua matrouser kalikali. Sasa ni kwa siku hiyo kwanza. Siku hiyo akanipatia hiyo 14k nikaenda nikanunua manguo nikakuwa niko smart sasa. Sana ba kama wale wafanyikazi wengine. Kesho yake tukafanya kazi. Kesho yake nilipata 6,000 mimi. Mimi nilipata kwa sababu unajua ukuwa wa huko utatritiwa kiasi kuliko hawa wengine kwa sababu wewe ni mjuaji na wewe ni wa huko. So ukitaka kuharibia hiyo game ni haraka sana kwa sababu ilifikanga mahali tulikuja tukakosana na hawa jamaa hata wale hii haizi kanyanga Narok. Saa hii hata wenye sasa tunaongea kwa sababu wanajuanga fulani atakuja kunisumbua juu tulifikanga miaka fulani tukaanza kusumbuana na hao. So tukakaa huko Narok, siku zikasonga, nimelenga kazi. Sasa sifanyi kazi yangu. Nafanya kazi ya wizi. Mwezi wa 10 nikaingia Nairobi. Kuingia Nairobi sina kazi. Sina kitu yote nafanya. Sina kwangu. Ninaishi kwa nani? Hakuna mahali naishi. Bro, life ikakuwa hard. So mimi nikadecide nikaona sasa badala niendelee kusurvive hivi, acha nianze kuchuna wasee wapi, na nikaanza kuchuna wasee, nikaanza kazi ya UPNG. Sasa mimi natembea tao kwa siku, sikosi kasimu, sikosi miaka kadhaa. Kazi ya UPNG siku moja noma ikatokea. Nikiwa nimetembea, nimetoamka tu vizuri kwa room yangu tu vizuri, naenda Mudhurwa kukula. Asubuhi naenda kukunywa chai. Nilikuwa nimefika pale OTC, pale Equity. Sina ubaya na mtu, hata sina roho ya kuiba, sina roho ya kuguzia mtu kitu. Nilikuwa tunatembea pale tu Equity hapo kwa hizo tuduka tu simu. Kuna mama mfupi akanipita Muoria. Kibeti yake nadhani alikuwa anaenda bank. Kibeti yake imefunguliwa. Kiasi. Mimi nimevaa jaketi yangu. Ujue sina ubaya na mtu yote kabisa. Mimi kufanya hivi nikaona bomba ya pesa. Unajua zile ndovu, zile noti za kitambo venye zilikuwa zinaita mtu. Nikuona hivi mimi nikajua hii ni kazi ya haraka. Sasa ndio tunaenda tukupiga tu kako. So nikatoa ile jacket yangu nikaiekelea. Sasa taki mama niwachilie. Kumbe venye mimi nafanya kuna mtu tu hapo nyuma yetu tu tunatembea na anaona venye nafanya. Nikatoa jacket nikaangalia tena nikaiekelea wapi? Nikaiekelea hapa. So ile nimeshika naenda kuingia, nimezishika kabisa. Sasa nataka sasa kuzichomoa. Bro, nilipigwa hii kofi nikaangukia duka za simu hizo ziko hapo. Na jina mwizi. So ni mwizi. Uko umesikia hiyo jina mwizi utafanya nini? Sasa ni mbio. Ni kuanza ule mama hata akastuka na shughuli akafunga na yeye hata ana shughuli hata kusimama hapo na akaendelea kwa. Sasa ule Oria tukatoana na yeye mbio sana raia hao wengine hapo OTC. Mimi nikajua nikianza kupiga huko machochoro zangu nitamado. Vizuri ni pande ile ya Marigiti. Ukienda pande ile ya Marigiti unaona ukitoka OTC unaenda Mudhurwa. Siende hivi straight. Pana na hiyo njia inakaa kama inaenda na railways. Hapo juu kuna ka flyover kako hapo. Hapo chini kuna kuwa na machoko suka hapo. Ukivuka hapo, uvuke kwa hiyo flyover pande nyingine uingie Mudhurwa. Hapo juu area yote ni hao vijana wanaita bagation watao. So ukienda huko hata karawa kutoa mbio huko, uingie pale hawezi kushika. Hiyo ni kitu iko. So mimi akili yangu ilionyesha nienda wapi? So kufika pale machoko so kachukua mamawe na machupa kuanza kurushia raia ikarudi. Nikajiuliza maisha imeanza kuwa ngumu sasa na hilo. Sasa hii nimeitwa mwizi, nimebakisha kidogo kuuawa. Next nitafanya nini? Hii kuumia si mzuri, sasa nitafanya nini? Kuna demu mwingine nilikuwa najua. Alikuwa anafanya bado shughuli za tao. Ujue hii story venye nakupatia ni siku zinaenda zikisonga. So tumetoka 2014 tuko 2015. Nikajua na demu fulani. Huyo demu kujua naye nikamuonesha ni aje. Fulani ni aje poa. Jumini naona mnapiganga job fulani. Si uniite unifunze hii job. Kuliko tukae kwa hii tulipigwa juzi bana, watu wamefurafura, watu wengine wako hospitali. Mimi hata niliponea sijaumia. Sasa nifunzeni kazi ni gani? Kuna kazi inaitangwa ya maombi. Watu wanaibiwa tao na hata watu wanata huku Kasarani wapi kila mahali utapata wasee kutoka huko wanakuja. Wasee ni wale wa kusimamisha mtu wanakuanga wamepotea 24/7 na wanakuuliza njia, watarudi wa kuibia pesa yako. Wewe utasema ulipako dawa. Hiyo kazi nikajifunza. Mimi hakuna kitu sijui kwa hiyo kazi. Na ni kweli watu wanatumianga madawa? Hakuna dawa wanatumia. Kwa wale wanatumia dawa ni kismat ya pewa pate pesa.
So mimi nimeshika hii kazi ya maombi kabisa. Sasa nikuibia, tunaibia watu tao, ninaenda wapi? Hakuna town sijui, hakuna kageto yote sijui. So siku moja nikajiambia mimi siko napenda kufanya kazi Nairobi Center. Jamaa mmoja akaniambia tufanye hivi Masai, juu tumetulia hapa, si tuingie hapa tao, tupige raundi kidogo, tuonekane tunaweza pata nini kakitu, at least hata hii wiki tujipange twende safari. Mimi tukaingia tao. Kuingia tao tukua tu raundi zetu, kuna kuanga na mtu wa mkono na mwalimu. Mimi nikaona mjamaa. Huyo jamaa ametoka kwa store yao kuchukua simu, anaenda Athi River, wanakuwa na duka ya simu Athi River. So ametoka, mimi kuangalia zile mabox ngajiambia wacha tu nisimamishe humu. Ni kama karao venye huku kulia mtu tao. Pia mwizi yako hivyo, mwizi asimamishe kila mtu. Huku kuanga hata anaweza kufuata kama 10 minutes. Akikusomanga tu kama wewe ni mjanja ama wewe ni fala. Mimi nikamfuata, nikaenda nikamsimamisha. Mambo bro, nikamuongelesha na muongelesha kiunabii, na muonesha unajua sasa hiyo maombi ulikuwa unatabiria mtu mambo zake. Na hii mambo unamtabiria ni mambo inafanyika kwa kila mtu. Kwa watu inafanyika, hata kwenyu inafanyika, hata kwa mwingine inafanyika. But ni ngumu wewe ujue mimi inafanyika kwetu. Si rahisi na mwingine si rahisi ajue kwetu inafanyika, but hii kitu iko kwa kila msee. So sisi tulikuwa tunatake hiyo advantage. So hizo simu ndo alikuwa amekujia 52. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo kama ningeenda hata niuze na bei ya hasara 3,000 singekosanga 150. So tukimhoji hivyo tukamwambia sasa juu tunataka kukutuma pale kwa maombi, ujue ukienda maombi kuna vitu utaikani uende nao wapi pale, kwa sababu hata wakati Musa aliambiwa aende kwa mlima akaombe, aliambiwa afanye nini? Avue viatu. Hakuambiwa hizi viatu, aliambiwa viatu za nini? Za kiroho. Unanielewa? Viatu za kiroho ni kama gani? Usiende pale na pesa, usiende na vitu kama mashine. Unajua ukiambia hivyo mtu na umemtabiria atakuachia zote. So alitoa simu nini. Wakati tulikuwa tunamhoji hivyo aliniambia kuna 6,000. So wakati nilimtuma alinipatia simu hizi zake mingi na akatoa tu shilingi na hii simu ya. Wakati anaenda huyu jamaa wangu akaniambia, "Nasuja jamaa ametuambia kuna 6,000. Si umuitishe 6,000." Nikamwambia, lakini mimi sitakai kurudisha mtu ni kuharibu kazi." Nikamwambia ndio umuite. Kumbe venye sisi tunafanya kuna mjamaa kwa hapo kando ni sisi anasorora. Ule mwenye anatusorola ni pale kwa stage ya Chania Cool. Hapo tu kwa stage hapo kwa hiyo petrol station. Sijui kama unaiona hapo kwa stage hizi gari za kwenda Mombasa. So wakati jamaa alinipatia pesa nikitaka kumwambia enda uhesabu hizi post, ukifika pale useme baba yetu aliye mbinguni. Hivyo ndio watu wanaibiwa. Useme baba yetu aliye mbinguni ABCD. Ugeu si tutakuwa nyuma yako tutafika. Sawa? So wewe ile amesema tu ni kwenda, mimi nilisikia nimeumiwa hapa. Na mimi niko na zile masimu. So ule jamaa wangu partner wangu akafaulu kutoroka akatorokea Grogo. Kuingia Grogo kulikuwa na makanika. Unajua waizi wote wakifanya shughuli ni town upate kitu ya power. Ukienda Grogo utauzia wale wa jamaa na cheap. So uwezi kuwa na noma umeletwa na noma na wakose kukuokolea, kwa sababu wewe ndio unawaletea vitu. Hata kwa masimu zenye wanatumia wameuzio ni mavitu za nguvu na uzio na cheap. So ule jamaa kuingizwa na raia huko juu alikimbizwa na mob, juu mimi nimeshikwa sasa siwezi toroka. Huyu jamaa niko na yeye amestuka. Juu alikuwa anajua mimi ni mnabii juu. Wakati nimemsimamisha mimi namuonesha mimi huonekana kwa TV, Family TV na kulikuwa ni TV zilikuwa mbili hazionangwi sana. Family TV kuna moja alishanifanyia hivi. Family ushaifanyia hivyo lakini sikuingia box. Family TV na hii station nyingine ilikuwa gani? Tulikuwa tunatumia station mbili. So huyu jamaa kusikia tena jamaa wa media wa Kijabe missionary amekuwa mwizi. Sasa unajua ako confused. But ule mwingine sasa mimi nambaki nikimwambia ujue ukiulizwa kama mimi nilikuwa nakuibia useme sikuibi. Sasa tunaongoja wale wakuje. Ngoja mwingine akuja naambia haki mimi si kumuibia na muibia. Muulize ndio huyu. Mimi nilikuwa nakuibia bro. Sasa yule ajui nini ndio anasema hapana. Ambia ujui watu wa Nairobi. Sasa wale jamaa kwenda, si yule amefaulu kwenda. Sasa wale jamaa kurudi walikuwa wamepigwa na makanika juu. Kuna mwenye alirudi alirushia spana, alirudi akimwaga damu. So huyo kwanza ndiye alikuja akaanza na vita kwangu. Kofi nyinyi waizi unaona kwanza venye nafanyia na waizi wenzako. So mimi nilikuwa nimekaa pale wale wakarudi. Na moto sasa yeye wameanza kuja wapi? Sasa nimetolewa kwa barabara niko pale kwa petrol station ndani sasa. Ofisi ya Chania Cool ndio hii hapa. Mimi nimekaisha chini pale. Watu makofi. Jamaa mmoja akasema, hapana huyu achomwe na mafuta ikabaiwa kwa kibuyu. Ikawekwa sijui ilikuwa pesa ngapi. Machomwe na nikamwagiwa. Bro nilimwagiwa mafuta petroli. Sitaisahau kwa maisha yangu hiyo kitu. Hata nikuwe mzee wa miaka 300 siwezi sahau nikamwagiwa mafuta. Gai niko pale sasa nimeona hii ni kukufa. Kiberiti. Unajua wakisema kiberiti, soja akatoka huko mbio akasema hapana mwezi chomea mtu wapi?
Hii ni petrol station bwana. Nende mkamchomea huo. Mimi kusikia natolewa na nikitolewa hapa ni kiberiti nikikaa hapa siwezi chomo. Mimi nilikuwa maana tule tuninitwa maua tule tuchuma. Sikuna so mimi nikienda kuvuruta wengine wananivuruta wengine wananipiga makofi wengine mateke mimi nikakwama na nini na ile chuma. Tao kuna maaskari wanapiga patrol. Kuna karao moja alikuwa anaitwa hiyo wakati huo alikuwa ngani meja but saa hii ni senior. Saa hii ni senior hata anafanya hapa Kasarani kazi saa hii. Jamaa akipita akaona kuna mwizi anapigwa wapi? So alitoa pistol haraka juu na akapiga risasi juu. Watu wakafanya nini? Akaniuliza Masai nini unafanya? Unajua saa hizi niuliza kimwadhara. Masai nini unafanya hii kazi? Nani alikuda hii kazi utauawa? Hii kazi utauawa? Hii kazi utauawa. Nini nani ameibiwa? Nikachukuliwa mimi na complainer na ule jamaa sasa shahidi mwenye alinirukia kanishika wapi? Nikatokuja nikatolewa na waizi wenzangu. Niliwapigia simu nikamwambia mimi nimeshikwa na niko ndani kujeni mnitoa. Nikaandikia ulevi na kutoka kwa robbery stroke 1 nikatoka na ulevi. Unaona mwenye god kufanya mambo yake kwa hata kwa wezi. Mimi nikafanya nikatoka. Mimi kutoka nikajiuliza sasa hii kazi juu inaenda hivi. Nitafanya kazi gani at least maisha yangu ifanye nini? Isimame. Juu sasa hiyo sasa nimeshahama town. After nimeingia kazi ya maombi imekuwa ikinipea pesa. Sasa nimehama town sasa naishi Dandora. Sasa hii kazi ya maombi imeanza kuwa na usoraji. Juu lazima usimame na mtu muongee. Kufanya hiyo kazi ya wakati nilikuwa nafanya hii kazi, wakati nilimwagilia mafuta nikawa nataka kuchange kazi sana. Unanielewa? Najipata nimeenda hii kazi ya maombi na nafanya narudi. Wajamaa wakawa wanauawa sana. Mimi nikaingiza uoga sana, nikaogopanga sana hiyo 2016. Kuogopa kuna watu huibia watu mabaka. Kuna watu sasa unasikia wanaibanga mabaka kwa mayapo tu ibia wazee wasuzungu. Hata Afrika bado ukienda hizi nini ukua smart uende hizi nini ni vizuri ukae na bag yako vizuri mahali na hiyo sasa nikajuana na hiyo kazi. Kujua hiyo kazi tukajipanga na wajamaa tukafanya job. Bro tukafika 2018. Maisha imesonga, ninakula mzuri, vitu nimejaza kwa nyumba, yani niko na form. Umenielewa? Siku ikafika kitu mwezi wa 4. Hiyo sasa ndio siku yenye sitawahi sahau kwa maisha yangu kabisa. Hiyo siku nikapigiwa, siku nilikuwa nakunywa pombe na hapo niliacha pombe sasa. Tukaenda kazi nikapigiwa, tujipange mapema tupatane wapi? Tupatane Roysambu. Mimi nikarauka nikaenda pale. Nimezoea naenda nakula ndio nakuja nakunywa. But sikio kufika pale azikanionyesha wewe ndio ukunywe huko sasa. Mimi nikakunywa nikaitisha mzinga ya Andas. Nikakunywa ikafika masaa ya kuingia mimi niko mlevi. So ikafika hiyo masaa akaniambia masaa usitoke tu. Leo mnafikiria twende wapi? Na jamaa akaanza kusema twendeni Lang'ata. Mimi nikamwambia hapana, Lang'ata ya nini? Tunatokanga hapa Roysambu, hii ni TRM iko hapa. Si TRM pia imebeba matajiri. Tuingieni hapa TRM leo tufanye kazi. Tukaendanga akasema tutabishana, waizi wabishanangi. Akili ya kwanza ilikuwa imetoka inafuatango. The more mtabishana ni nooks. Umenielewa? So tukaingia. Kunakuwa na kama machine fulani tunakuanga nako. Ukikaekelea kwa gari hivi nikana kuwa spark yake iko high, iko very high. Ukikaekelea kwa gari, unaona gari sio unaifungua hivi. Kunakuwa ni spring. Unaona mlango ya gari kwa imefunguliwa. Huwa ni spring mrefu. Si ni kweli kunakuwa na kawaya, alafu pale kuna ka spring. So hii spark inakuanga ya kuvuruta hii waya iwatilie ile spring. Ndio hii mlango ifanye nini? Ifunguke. So nikuja tu kuekelea unasikia Ako kama mashini ulikuwa mnatoa hapa. Au kama mashini tunakabai. Sasa walikuwa na kabai. Si kila mtu utampata nayo. Lakini hii mashini kulingana jumii ilikuwa imefikanga mahali nilikuwa nataka kujibaia yangu ni expert. Lakini mwenye anakuuzia si raia mwenzako. Kanatoka tu kwa tuseme tu kwa gava kwa ufupi. Yule msee alikuwa anauzia wajamaa, ule mwenye mimi nilidirect yango kwake ni jamaa fulani ambaye anafanya kwa gava. Unanielewa vizuri? Ni kama how much hivi? Ako, nilikuwa naambia mimi nilikuwa nimeambia jamaa akinichezea na bei poa anachezea na 25,000. 25,000 na hakuna gari haipigi. Kila gari ilikuwa inapiga. So sisi tukatoka kukula tukaingia Roasters. Kuingia Roasters TRM kaingia, kila mtu anaingia na ruti yake, wengine wakaingia kwa manguo, wengine wakaingia nini. Mimi nikaenda pale nyuma mali watu waenda kukulia. So kwenda pale niko smart, tulikuwa tunavaa vizuri kabisa. Vizuri official ile number 1. Vizuri. So mimi niko na hapo na mafunguo zangu, nywele unachanua unapiga ile olive, inaitwa olive. Ile unajua hiyo nini inatanishanga nywele na kuwa black alafu ina coil. So hata ukiniona uwezi ni suspect. Hakuna mwizi ameparara, yani hakuna mtu mwizi anaweza kaa hii design. So mimi kuingia pale niko na Mkorea fulani.
akona kabag fulani kadogo kakamba amekahang wapi. Kumuona venye amekaa chini, mimi nikajua ni kazi kwa sababu mzungu ama hawa Korea kwa mbeba hiyo kakamba. Hizo ni do. Na kama si do kuna kitu ya maana sana iko wapi? Iko hapo ndani. So mimi nikapigia wenzangu nikamwambia ni ajeni, mimi niko pande hii huku nyuma kwa hoteli na mimi naona lakini venye naona hii kazi huyu mtu hata nikutoka anatoka. So ni vizuri hapa tufuate hii na jamaa akaniambia hapana kana keen uone ni wapi anaenda. Jamaa akamaliza shughuli zake akashuka. Kushuka alikuwa ameniona pale kwa hoteli jirani cross nikiongea na simu. Akishuka akaniona tena na mimi nikishuka. Umenielewa vizuri? So akaanza kuwa suspect. Mimi nikatoka hapo ile gari siku tulikuwa na Harrier, tulikuwa tumehaya Harrier. Yako Harrier jamaa akatoa gari yake akasunguka na roundabout hakuenda mbali akaenda hapa Roasters. Sijui ni Naivas ndio inakuanga hapo. Akaenda hapo kwa parking akasunguka akaenda parking na sisi tuko na yeye tu. Kujaza si venye sisi tulikuwa na parking gari ukipark gari yako hivi hatutakuja tupaka hapa. Tutakuja turuke hii gari moja tupaki hii ya tatu hii ya pili wapi. So kutakuwa na gari moja hapa katikati kwanza. Alafu ndio hii yako na hii yetu. So huo Mkorea alishuka akubeba kale kabag. Akashuka hivyo akaingia Roasters akaenda akaita masoja wakaenda kwa dirisha. Unaona Roasters ukiingia na mlango hapa hivi sijui kama ni marumu za nini, sijui kama ni kwa vitabu ama ni kwa nini, kuna madirisha walienda wakasimama hapo. Wajamaa kusimama, si tukaona ameshuka, nikamwambia Masai sasa shuka uende upige, alafu fulani akuje afanye kazi. So mtu wa kupiga anafaa shuke, aende aipige, alafu apige usororaji, akiona kuko sawa atoke hapo, asiingie, atoke hapo, aende pande ile nyingine, aende akaeke gedhugu sasa. Josa ya kuwa mbali ataweza kuona pande hivi vizuri. So mimi na ulevi wangu ikanichacha kaniambia Junior umeigonga ingia ndani juu niko sure bet. Sasa nataka kuonesha hawa jamaa mimi ni champion. Naweza piga, naweza na niichukue, naweza fanya kazi zote mbili ingawaje si vizuri na ifai. Na wakati nilifanya hivyo hawa jamaa walijamu. Wakati mimi niliingia nilipiga na nikafungua. Mkorea ananiona tu na masoja wapo na Naivas. Hapo ndio story itaribikia. Mjamaa akashuka mbio. Sasa mimi niko ndani ya gari. Wajamaa wakashuka, mimi niko ndani. Wale kuona nimepiga na nimeingia kupora, walitoa gari na wakafanya nini? Wakaenda. Mimi sasa nimewaacha wapi? Kwa scene. Niko mlevi. Nimewaacha kwa scene peke yangu. Lakini sile mlevi atili ya kuanguka, niko steam iko juu. Haya, mimi nimechukua nikapata hapo kikamera fulani. Sikili kwa kia Sony kubwa, nikaichukua, laptop ilikuwa hapo, kale kabag sasa nikakashika, sasa unajua ni kufagilia gari ya wenyewe. Nikaitoa kufanya nikafungua hii nini na kuanga, unaona hii kwa dashboard hapa unakuwa na haka kuweka vitu hapo. Kufungua hapo nikapata 50-50 ni pound, hizi ni euro, hizi ukichange ziko juu ni euro. Nikapata ya 150 kwa sababu kuna time nyingine ulishaipata lienda kwa casino kuichange hiyo 50. Nikapatia yango 15k na niko kasi. So venye nilizionanga hizo kwanza nikajua hizi ni do. So mimi ile kutoa nimetoa kila kitu na rudi nyuma. Nilikuwa nimepata watu wamesimama wapi? Wamesimama nyuma yangu. Watu wa gani? Wa taxi au pikipiki. Ni mwizi. Mkorea akalia nataka tu vitu za I need my property sijui ABCD akapatiwa. Jamaa akasema nyinyi mmetuzoea sana. Mnakujanga mnaiba hapa Roasters mnaenda. Mnakuja mnadanganya watoto wa wenyewe mnaenda. Sasa leo tumekushika leo. Hao masoja wakasema hii mjinga nishaanza makofi hapo. Sasa ni ile kupigwa kiu. Ni nani huyu pa? Sasa soja wanasema mnaharibu kazi juu hapa ni nje ya supermarket. Mpelekeni wapi? Mpelekeni. Unaona kutoka pale Naivas uvukisho hiyo barabara uende mpaka ngambo ile mahali gari za zikiteremka Taoma aliwanda zinasimama. Opposite hapo kuna kastige ka pikipiki. Sasa nilitolewa huko Naivas niletwa hapa nikuja nipigiwa wapi? Hapa. Sana leto huko teketeke nilikuwa nimefuatwa na raia aje kwa mwizi hizi nini huyu hata kwanza ni mjinga anaingia mpaka gari yenyewe na ile mashine. Plus ile mashine nikashikiwa nayo wapi? Hapo. Nikapelekwa hapo kwa stage. Wajamaa wakasema huyu jamaa sasa tutatumpige, yani tumpatie kichapo hao wengine wakisikianga. Wasei karibia wapi? Hapa Roasters. Brother unajua nitafanywa nini? God ni mbigi ati leo nimekaa hapa. Mokorino mmoja sieke lawama tu wa Korino lakini nimesema Mokorino mmoja alikuwa hapa akasema mimi niko na idea. Huyu jamaa si mnataka tumpatie funzo hao wengine wa KSK wasei kanyange hapa. Mimi nitaofa pikipiki yangu. Mwingine ajitolee kuofa pikipiki ya. Sasa mimi najiuliza hii pikipiki ni ya nini?
Jamaa kauliza pikipiki ni ya nini? Tumfunge, akasema tumfunge mguu moja hii pikipiki, hii mguu mwingine tuifike kwa hii pikipiki. Tumvurute kutoka hapa mpaka pale Allsops. Tukifika Allsops, sasa hii kumejengwa, achana sasa hivi venye kumejengwa hivi. Pale mbele. Akifikishwa hapo, atukirudi mmoja apitie service line, mwingine apitie highway. Unajua atakuwa amekufa, so hapa itakuwa rahisi kumtoa ni. Hakuna mtu atayesikia hivyo na akuje hapa. My brother, mimi kusikia hivyo nikastuka na nikaona hii ni serious. Mimi kitu moja niliishi nikijifunza tangu nikuwa Kabete, nikuwa jela. Niliishi tukifunzwa na wale mapasta wao, walikuwa wanatuambia anytime mama, kwa wakati wote utaifanyia mtu kitu kizuri na uridhike kabisa na roho yako, hii kitu ni mzuri na hutakuwa umelipishiwa mtu, jua hiyo ni deni umejiwekea kwa Mungu. Umeelewa? Hiyo ni deni umejiwekea kwa God. So mimi hiyo siku venye nilishikwa, unajua sana na mguu ikaanza na nikashikwa mguu mmoja ikavurutwa na ikapigwa kamba. So ni wakati anafunga hiyo nyingine, mimi nikajiambia sasa mkinigonga msinigonge, sasa inaingia official maombi. Na niliingia official maombi hapo ya dakika ngapi? 2 kuombea roho yangu. Nikaingia nikaambia God, wewe Mungu wangu, aki umenipitisha mambo mengi. Leo Mungu wangu sikubali nifanye nini? Nikufe, hata kama utanibadilishia maisha, kwa sababu nakumbuka kama 2017 nikienda kuhamia Umoja, kuna time 2017 niliomba, 2017 sikufanya kazi December. Nilikuwa naomba God, nilikuwa nimekaa kwa maombi naambia tu God anichange, anipatie akili ya kuchange kazi, umeelewa? Anipatie akili ya kuchange kazi kabi, venye hii kazi inaweza changika na life isonge. So siku hiyo venye nilishikwa nikaambia God, kai hata juzi nilikuwa nakwambia tu unipatie tu akili ya kuchange kazi, leo tu unakubali tu aki wewe Mungu niokolee. Na ukumbuke juu nakumbuka ile kitu ilisababishanga hata saa hii mimi najuanga kuna sababu litamwanga nisamehee hiyo siku. Kuna siku nitatoka tuko kazi hiyo ya maombi 2016 hapo. Tulikuwa town tunapiga round. Mimi kupiga round pale Koja, unajua Koja pale kwa stage ya kwenda Lemuru. Kuna mtu yeye alikuwa like 4 years 5 years ama kama alikuwa mkubwa sana 6 years. Alikuwa amepotea tao. Mimi nilikuwa tukipiga round tukitoka mahali tulikuwa tumetoka, mimi kupita pale nikapata wasee ni ile watu kai haka ni kanani ngai huyu mtoto mdogo yule amepotea. So mimi venye nilifika pale sikuenda na ile huyu ni wa nani, nilikauliza huyu mtoto ni wapi, anasema ni wa Kikuyu. Kikuyu akiweza pelekwa anaweza fika, anasema kuna ngo yake yako hapo anauzanga sweet, so ukienda umuulizie hapo anaweza kupatika. So mimi sikutaka kufuata hiyo statement, nilichukua ile hatua kuifanya. So ule mtoto nilimtoa hapa nikampeleka kwa familia yao, nikampelekea kufika tu stage hivi kushuka, hata sikuuliza mara 2, mwenye niliuliza kumbe ndio ngo yake. Ndio akawa amechukuli. So siku yenye nilishikwa hapa Rosters kupigwa, mimi nilijua hiyo ni kitu poa nilifanyanga, kwa sababu sikulipisha, niliokolea mtoto wa wenyewe town Nairobi. Either angepotea na njia nyingine, either angejipata kwa hatarini, ama watu hii unajua watu hivi wenyewe hufanywa mambo mingi. So mimi nikamwambia God, nimeokolea huyo mtoto, siku moja nao kuja niokolee ni deni nimekuweka. Hiyo mimi najuanga hata sasa ufanye kitu poa. Wewe siku yenye utapata shida, kumbusha God na utakuja tu kuniambia huwa anakurudishia akaange nayo. So mimi nikamwomba nikamwambia God, kumbuka niokolee ule mtoto niliokolea, kumrudishia wazazi wake. Leo nisamehee kupitia hiyo njia. Mimi brother nilikuwa nimeinama hivi, hii mguu ni kukazwa na kazo, ni hii nyingine inashikwa. Nilisikia risasi 2 zimepigwa juu. Risasi ngapi? 2 zimepigwa juu. Gari ya Flying Squad imetoka pande iko Thika. Unajua kila barabara kuna Thika Road, kuna Waiyaki Way, hizo ndio main road, na kuna yani masuper highway, na kuna Mombasa Road. Hizo barabara zote hazikosangi ma Flying Squad au tembea na Subaru. Wataenda hivi wanashindanga tu hizo mabarabara. In case of anything inafanyika kwa hiyo barabara, wana dealing nao. Mtu afanye wizi yote au ndio ukimbisha wasee. So mimi niko pale. Wajamaa wametoka huko na also ndio wanakuja hivi sasa pande hii. Wako Thika Road, sasa ndio wanaenda pande ya Thika. Hawako wamechukua service line. So kwa pale tu kwa highway, wakaona pale juu, unajua ni juu. Kuna watu wamejaa aje? Kuna watu wamejaa hivi. Alafu watu wanasema au wewe. Au unajua tu raia. Au wewe unaona mwingine anakimbiza. So kwa pale wakaona pale ni vita, kuna kitu inaendelea. So wakuwa chini, mimi tu niko kwa maombi yangu. Mwingine anakuja ananipiga hivi kofi. Mwingine nakumbuka nilikuwa na madend. Mwingine ananipiga hivi. Mwingine anakuja peke naanguka. Lakini mimi sitingiki. Niko pale niko mimi na God wangu tunaandikania pale agreement. Umenielewa? So ule mjamaa kwa pale kwa highway akapiga risasi. So unaona yeye ikastuka ikarudi nyuma, mimi na mimi nikafungua macho. Hata sikusema amen. Nikafungua
Fungua macho nikaona ni makara wawili wanapanda. Mmoja anaripotingi hapa Kasarani. Ni wa Kasarani. Sijui si vizuri kumtaja jina. Ni wa Kasarani. Waliniokolea. Tunampangia Mungu tu mali yako amzidishie kila wakati. Huyo hao ndio walishuka. Walikuwa wangapi? Walikuwa 4 ama 3. Walikuwa ngawa 4. Kwa waine wakanishika. Wakapanda hapo juu. Nini mbaya? Wakakuja wakaambia na hao wajamaa wa taksi na hao wajamaa wa pikipiki, huu ni mwizi aina gani? Hao jamaa wa kuibia wakufungua venye walionanga kale kama mashini wakasemanga, mmefanya vizuri, hai na kwa ni mali yetu. Hii ni mali yetu. Hao watu wa hii kazi tunawatafutanga sana. Na ni vizuri tumempata. Huyu makanga wakaanza makanika wakasema hapana. Nyinyi tunashikanga hapa waizi, nyinyi mnaokole. Wakienda police station mnawaachilia. Waliambia huyu msikia ama kumuona, mkuje mtuambie sisi. Huyu tunaishi tukitafuta hawa watu. Unajua hata mimi najua ni sasa ya polisi. Nimesikia hata roho imerudi, lakini mdomo inakaa hivi, jicho hapa kwa macho ni kufura ni kupigwa. Nikaingia kwa gari, wakafungua hiyo gari ikaenda ikasunguka ikarudi service ikakuja juu, ikakuja nikawekwa kwa gari. Wajamaa wale raia tu inalalamika tuachie. Unaona ile pressure. Sasa mpaka wanazuio. Mpaka watu wengine wa pikipiki wanaambia, "Si mnaona amechukuliwa na polisi. Wachaneni na Mimi kaisha kwa boot. Mimi najua ninapelekwa wapi? Kasarani police station. Wakaingia kwa highway, wakakuja, wakaenda pale base. Ile base yenye nakwambia hii hapo Roysambu hapo kwa petrol station. Hiyo hoteli inakuliangwa na waizi wakubwa na bado hapo ndio hao makarao hao wa barabara wanaenda kukula wapi. So hapo ndo tulipelekango. Hao jamaa wakaingia kukula, mimi niko kwa butu nimwacha pale nje. So hao jamaa wamekula wakakula, mimi niko pale sana juu sana peleko. Unajua ujuko kwa butu ya Subaru. Nimesoet maana nataka kusoet damu sasa. Ni venye nimesoet na soet mpaka nikijiguza huko. Unajua kwa butu na kuko na jua. Gari ni ya black. Obviously ile joto unapokea hapo na alafu unarudi unapigwa na kioo inapiga. Unajua ile Subaru fulani ukifunguliwa boot unakuwa na kitu kako hapa juu. Saa aka ndo wanainuanga unaweka kwa nafuniko ndio kimlango kinafanya nini? Kinafunika, so umejifichia hapo ndani. So kukaa hapo kama dakika kama 30 wakakaa, nikasikia milango wakaingia, nikasikia wameuliza sasa twende aje. Nikasikia mmoja amesema twende tumalize hii kazi tuko nayo hapa alafu turudi twende tukaone ile shughuli nyingine ni aje. Mimi nikasema obvious shughuli ni mimi. Mimi nikajua obvious kutoka hapo mpaka Kasarani, kutoka pale Roysambu mpaka Kasarani si mbali, ni tu. Ulijuaje wameenda hapo Roysambu? Kitu nilichomanijua niko pale, wako pale ni kwa sababu ya lunch, kitu ya kwanza. Kitu ya pili, unajua hiyo gari, unaona hapa kwa dereva, hii kiti za nyuma. Kwa haka kambao kanainuliangu unaweka kaweko. Obvious kuna kazivu, kanini kakwaje? Kadogo, kalight mali. Hata kama uone mtu vizuri, but unaona kuna kalight kiasi. Unielewa? Hako kalight kako juko kwa gari. So hiki kimgongo kia hao mali wamekaa, kale kambao mali kamelalisho kako hapa. So hata kama sikili vizuri, but naona hiki kia juu. Hiki kia juu wako paka uko ndani, walipaka hutu tu vibanda tuko hapa mbele. Hapo ndio walipaki Subaru yao. Wajamaa kuja kuingia ndani ya gari, so wakaulizana hivyo. Wakaambiana twende tumalize hii kazi tufanye nini? Turudi twende tukamalize hiyo kazi. Mimi nikakaa. Obvious hata kama sioni distance ya kutoka hapo kwenda Kasarani police station naweza ijua. Barabara naweza ijua. Hizi ni kazi zangu nilikuwa nazifanya. Unanielewa? Najua hiyo distance na najua hiyo barabara venye tutaenda itakuja, sababu kuna barabara ya kuingia service ile, kuna hiyo speed na kuna ile nini unasikia, na kuna highway, speed ya highway unasikia hii ni highway. So wajamaa wakatoa gari. Sasa mimi naongojea nisikie dakika ya mwisho naambio kwa pale Kasarani police station sasa nishuki. Kusikiza hiyo gari imeshika highway vizuri. Brother unajua nimepeleka wapi? Napelekwa hapa kawa Skari hii kwa hapa chini. Kawa Skari. Huko ndio nimepelekwa. Kuna msituni iko huko, sijui kama unajuanga. Kuna msituni iko huko. Ama vijana wengi hushikwa kama sijakosea. Kwa sababu hapo mahali mimi nilipelekwa. Mimi nilikuwa nimepelekwa nene nikamado. Sasa nilikuwa nimepelekwa kazi nyingine. Nimepelekwa hiyo bushi nene nikamado. Kwa sababu wakati walinishika, walinifunganga pingu ya mbele. So wakati tumetoka hapo tumeingia kwa hii highway,
nilikwenda tunaenda kawa sukari. Hao sisi tukaenda, nikasikia ni highway. Kidogo kidogo nikaanza kusikia ni corrugation kama dakika kama karibu kama mbao. Corrugation ama hata kama si mbao dakika 10 na ndio kutoka kawa ndani kwenda huko msituni. Huko kawa ndani hii hapa chini. Huko chini upita hizo mahosteli huko ni msituni. Nikapeleka nguo tukaenda, mimi nasikia tu gari mali inaenda huko si hayo. Sasa mimi nimenyamaza tu ndani. Kusikia tu hivyo mimi roho nyingine ikaniambia nani omba. Mimi niko kwa hiyo gari. Sasa sikuomba venye tuliomba ni kuwa pale. Sasa venye nimesikia huko mali naleto nikajua ni French code. Si wale watu wazuri. Damu ishaniambia. Mimi wacha nikwambie ndugu yangu, nilipiganga dua. Nilipiganga maombi sasa ya kushout. Mungu nakuomba, nionekanie. Wacha nikikuja nikuwa mzima kwako. Ndio nisamehe. Siku hiyo masaa tu wasijaisha nimetoka kutaka kuuawa hapa. Hii ni nyingine tena. Wewe pia wewe Mungu sasa ingilia kati sasa. Tukashuka. Kumbe hii maombi yangu kuna mtu itaguza. Tukashuka na kafikisha msituni nikatolewa. Jamaa mmoja ndio alishuka, alikuwa amekaa pande ya nyuma, akatoa gari, akafungua gari. Hao wengine watatu wako kwa gari. Shuka akanipeleka hapo mbele, akatoa funguo, akafungua pingu. Si nilikuwa nimefungwa na mbele, akaileta sasa. Akafungua na nyuma. Akanipiga hapa kwa inaitangwa aje hii nini? Hii sikuembe. Kwa hii nini maso akanipiga hapo nikasquat. Kusquat hapo nyuma kuna miti. So nilisquat kwa hiyo miti, nikalalia hiyo miti aje. Jamaa akatoa gun, pistol. Akatoa akaconfirm. Wakati ana confirm akaniambia, kijana mdogo, unaona venye mnakufanga kwa kujitageza, hebu angalia wewe umekufa." Sasa unajua the more ananiambia hivyo, wakati ana change ana confirm kama iko na risasi anavuta kuiko, ndo ananiambia, "Omba maombi yako ya mwisho kwa sababu unaona venye mnakufanga vibaya. Mnakufanga sasa wewe, sioni mimi maisha yako ingine ikikusaidia." Huyu jamaa nakumbuka alienda kuinua hivi, hiyo mkono ilishikiango hapa. Alishikiango hapo na huyo akarao. Na mimi sitaogopa kumtaja, ndio aliniokolea. Anaitwa Kiari. Huyo ambaye alikuwa na hao, nadhani ndio alikuwa mkubwa wao. Anaitwa Kiari, alikujanga akamshika mkono akamwambia, "Hebu nipatie dakika moja." Huyo juu nadhani sijui alikuwa Mluya ama Mjaka, akamwambia, "Hapana, kwa nini nafanya hivi afande?" Anambia, "Hapana, nipatie nafasi na huyu kijana, patie nafasi na huyu kijana. Nataka kidogo tu na yeye." Huyo akarudi nyuma. Akaniambia, "Habari yako mzuri." Akasimama, akanishika hapa mashati akanisimamisha. Akaniambia, "Hebu niangalie mzuri, ni mbamba pia na ni mweupe." Akaniambia, "Hebu niangalie vizuri." Nikamwangalia. Akaniambia, "Unanijua?" Nikamwambia, "Hapana, mimi sikujui." "Ushainiona mahali?" Nikamwambia, "Mimi sijai kuona mahali." "Ushainisikia mahali?" Nikamwambia, "Mimi sijai kusikia. Mimi sijui ni kwa nini nimeona nikupatie another chance ya kuishi. Mimi ndakupatia chance nyingine. Lakini jaribu kufikiria ni nini ya maana unaweza fanya kwa hii dunia. Wachana na wizi kabisa. Enda ukafanye mambo mengine. Huko kazi akanipatia advice kama mtu mzima sasa. Huko kuna kazi. Enda ukafanye kazi. Kwa sababu leo nikikuachilia hapa, kesho nipatane na wewe. Mali tu mimi nitakuona hata nikuwa kwa gari, nitakushutia hapo kwa gari na hakuna kitu na utaishia tu hivyo. So enda ukatafute. Wewe ni mtu bado unaweza kuwa na maisha ya maana na maisha mzuri. Bro, wakati alinishika akanifungua pingu. Akanipiga hii hedi. Ona hii hedi. Hii meno mpaka leo hii sijaingoa. Ikavunjika hivi. Yeye ndio alivunjanga hii meno. Hedi. Alinipiga hivi, alinishikanga hapa akanivuruta. Meno nilisikia kabisa. Hiyo ni meno. Inatoka. So nikawa niko na shida ya kichwa. So huyu jamaa mwenye alipiganga kichwa kaniuma. Unanielewa? Kwa hiyo time jamaa akaniachilia akaniambia, "Sasa mimi nimekupatia chance nyingine ya kuishi. Na venye nimekupatia chance usiionekana mali yote. Enda utafute kitu utafanya nini? Utafanya." Akaingia kwa wallet yake akanitolea 100 ngapi after kunigonga hedi. Mimi na ndio unajua nilikuwa nimegongwa, ingawaje singejua kama tumekuja hivi ama hivi. Mimi nilipata hiyo 200 nikilewa. Nikaenda aje. Jamaa akaniambia, "Huko unaenda utaenda kutokea na pande hii ajua." Akagurumisha gari na wakatokea na wakaenda. Hapo mali nilikuwa nimepigishwa magoti. Niko sure si mimi nilikuwa kwanza kwa sababu nyasi ilikuwa imeisha. Alafu hiyo miti yenyewe ilikuwa inakaa kama imepakwa oil. Sasa unaweza kuwa labda ni oil ya ukweli ama ni damu ya binadamu ilikaukia wapi? Ilikaukia hapo. Nikajua mimi nimepondea kwa tundu ya nini? Ya sindano.